na tuendelee kwa moyo wa kweli. Sasa hapa waje dhamiri. Kwa hiyo kama dhamiri yako haiko sawa sawa, ina maana uweze kupata ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Tumejifunza somo la utakatifu na Mungu alikuwa anatuandaa. Na leo Mungu anatufanya tena somo lingine la uwepo wake, kwa sababu tayari tumejua tuna namna gani tuweze kuwa watakatifu na namna ya kuishi kwa watakatifu. Kwa leo hii, kwa sababu tumeshajua namna ya kuishi utakatifu, basi Mungu anatufundisha namna sasa ya kusogea katika uwepo wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu aliondoa pazia la hekalu, kusoma katika Mathayo 27:51, na akatuwezesha wote kuingia katika uwepo wa Mungu. 27:51. Tuone ile pazia ile pasuka katikati. 27:51. Mathayo 27 na ule mstari wa 51. Mathayo 27 na ule mstari wa 51. Mathayo 27 mstari wa 51 inasema, na tazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Bwana Yesu asifiwe. Lile pazia la hekalu ndio lile ambalo lilikuwa linatenganisha patakatifu ambako kuhani mkuu, sio kuhani mkuu alikuwa anaingia mara moja kwa mwaka, kwanza kwa ajili ya utakaso wa dhambi zake na pia utakaso wa dhambi za watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Nazo zilikuwa zinafunikwa ili kwa ziondolewe. Kwa hiyo ule mlango wa rehema, ile pazia likapasuka katikati, na kila mmoja akawa na ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa moyo na kwa jina la Yesu Kristo kwa damu yake. Amen. Ni namna ya ajabu sana Mungu, namna alivyotupenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Namna ya mawasiliano. Katika Agano la Kale Mungu alizungumza kwa manabii, kwa ndoto, maono na malaika. Unaona alikuwa anatumia manabii. Tunaona nabii Yeremia, nabii Isaya, katika nabii wakubwa. Tunaona pia hata manabii wadogo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma katika kile kitabu cha Waebrania 1:1, tusome kidogo. Tunaona inavyotupa tofauti. 1:1, ndio utabaki hapo. 1:1. Haleluya. Amen. Waebrania 1 mstari wa kwanza inasema, Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Endelea. Mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka mrithi wa yote, tena kwa yeye alifanya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona hii Waebrania 1:1 na hii 2. Anasema Mungu ambaye alisema zamani kwa baba zetu kwa manabii katika nyakati nyingi na kwa njia nyingi. Kwa tunaona zamani alikuwa anasema na manabii. Baba zetu hawa walikuwa ni wale manabii au baadhi ya watu. Mfano Ibrahimu Mungu anamuita nabii, ingawa sisi katika vitabu atamwita kama nabii si, lakini Mungu anasema ni nabii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu sasa anazungumza kupitia mwana wake Yesu Kristo na Roho Mtakatifu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka ya kwamba Bwana Yesu alimwasilisha Roho Mtakatifu kwamba huyu atawajulisha, sio mambo hata mambo ya jana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana, katika hizi siku hizi za mwisho anasema na sisi kwa njia ya Bwana. Yohana 14:26 tunaona, lakini msaidizi ule Roho Mtakatifu atawafundisha yote. Kwa kuona katika ile 14:26. Kwa hiyo sasa hivi nyakati hizi Mungu anasema na sisi kupitia Yesu Kristo ambaye yuko ndani yetu, pia tunapompokea, lakini pia kupitia Roho Mtakatifu ambaye anakaa ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tuone sasa asali ya uwepo wa Mungu. Agano la Kale watu waliogopa sana uwepo wa Mungu.
Amen. Waliogopa sana uwepo wa Mungu. Kama mtu amelala unaweza kumshitiza kama haumwi, mtikishe kidogo. Tikishe jirani yako unaweza kusikia neno la Mungu. Tikishe huyo mwacha na mwacha. Tikishe huyo hapo jirani yako. Tikishe gosoni hapo, anaweza kuamka, mwambie silale, sipitwe. Sipitwe ni neno zuri ambalo Mungu anapenda tu katika uwepo wake. Usipitwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona watu waliogopa sana uwepo wa Mungu. Ulikuwa ni mzito na kuogofya. Ulikuwa sio kuzoeleka. Watu hawakutamani. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona katika Kutoka sura 20 mstari wa 10 na 19. 20 Kutoka 20 mstari wa 10 na 19. Kutoka 20 mstari wa 10 na 19. Amen. Amen. Kutoka 20 mstari wa 18 na 19 inasema, watu wote wakaona umeme na ngurumo na sauti ya baragumu na ule mlima kutoka moshi, na watu walipoona hayo wakatetemeka, wakasimama mbali. 19 wakamwambia Musa, sema nasi, wewe nasi tutasikia, bali Mungu aseme nasi tusije tukafa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wote wakaona radi. Sema watu wote wakaona radi. Watu wote wakaona radi. Mianga na sauti ya baragumu na mlima ukifuka moshi. Wakasema na Musa, nena wewe. Watu walikuwa wanaogopa. Hawakutaka. Leo hii uwepo wa Mungu. Hakuta mtu kaingia kabisa. Anashuhudia kawaida tu. Hali ya kimazoea. Lakini hawa watu walijua ni kwamba sisi hatumtambui Mungu jinsi alivyo na ukuu wake. Lakini wakasema hapana, nenda wewe Musa. Nenda wewe. Wakasema na Musa, nenda wewe nasi tutasikia, lakini Mungu asinene nasi tusije tukafa. Na Yesu asifiwe. Katika Agano Jipya, uwepo wa Mungu unaleta furaha, ujasiri, amani na urafiki wa karibu. Tofauti kidogo na uwepo wa Mungu katika zile nyakati za Agano la Kale. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika ile Zaburi 16 mstari wa 11. Tunaona unaweza kusoma hilo andiko. Zaburi 16 mstari wa 11. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zaburi 16 mstari wa 11. Amen. Utanijulisha njia ya uzima, mbele za uso wako ziko furaha tele, na katika mkono wako wa kuume mna neema ya milele. Tunaona sasa katika uwepo wa Mungu kuna hayo. Katika uwepo wako kuna utimilifu na furaha. Tusome pia Warumi 8:15. Warumi 8:15. Warumi 8:15. Warumi 8:15. Warumi 8:15 nasema, kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Ndio mstari. Anasema kwa kuwa hamkupokea tena roho ya nini? Ya utumwa. Roho Mtakatifu sio roho ya utumwa, bali ni roho, sio roho ya utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana. Katika hiyo twalia Aba, yaani Baba. Unajisikiaje ndani ya moyo wako unaposoma hilo andiko? Unasikia amani, sio? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tutamalizia hiki ile eneo, lakini jioni tutamalizia na eneo lingine. Basi mfumo wa ibada wa kukutania na Mungu ulikuwaje?
katika wakati wa sasa na wakati wa Agano la Kale na Agano Jipya. Hebu tuangalie Agano la Kale lilikuwa ni kupitia sadaka za wanyama, hekalu na kuhani mkuu. Kuna vitu vitatu. Mfumo wa ibada ulikuwaje ili Mungu aweze kuonekana hapo nyuma? Cha kwanza, ili Mungu aweze kuonekana huko nyuma katika Agano la Kale, lazima sadaka kuteketezwa iwepo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima sadaka kutekelezwa iwepo. Lakini la pili, ni lazima kuwe hekalu. Kwa imani tu, wewe unapokuwa na imani kwa Yesu Kristo aliye sadaka milele, yeye alifanya sadaka moja tu peke yake. Aliingia patakatifu mara moja, akatoa mwili wake kuwa sadaka milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa tuna uhuru wa kumwabudu Mungu mahali popote. Hakuna tena kumwabudu mahali fulani au mahali pale. Tusome katika Waebrania 9:11 na 12. Waebrania 9:11 na mstari wa 12. Waebrania 9 mstari wa 11 na 12. Lakini Kristo akiisha kuja ulimwengu, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu ya mwenyewe ingia mara moja tu katika patakatifu, ikiisha kupata ukombozi wa milele. Amen. Lakini Kristo alipokuja kuwa kuhani mkuu, aliingia mara moja tu alipoitoa damu. Na tunakumbuka kwamba mateso ya Bwana Yesu Kristo, kwa hiyo siku ambayo alikaa msalabani, ndio siku ambayo aliingia patakatifu akawa kuhani mkuu. Na aliingia mara moja tu katika patakatifu akiwa amepata ukombozi wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Jioni tutaendelea na hatua ya pili ya sasa, namna sasa tunawezaje katika uwepo wa Mungu katika maisha. Tukaona kwamba katika Agano la Kale lama palikuwa ni hekaluni au hema ya kukutania. Lakini katika Agano Jipya ndani ya waamini. Ukasoma hiyo Wakorintho wa kwanza 3:16. Na upatikanaji wake ulikuwaje? Katika Agano la Kale tumesoma na tumejifunza kupitia kuhani mkuu. Katika Agano Jipya ni kupitia kwa Yesu Kristo. Tumesoma katika Waebrania 10 na ule mstari wa 15 na 22. Mawasiliano yake yalikuwaje? Zamani huko katika Agano la Kale ilikuwa ni manabii au kwa njia ya ndoto au maono. Lakini kwa Agano Jipya ambao ndio wakati huu tunao ni kupitia kwa Yesu Kristo na Roho Mtakatifu. Athari zikoje? Agano la Kale ulikuwa kuna hofu na utukufu mzito sana. Lakini katika Agano hili Jipya tunaona ni furaha, amani na ujasiri. Katika ibada ya kukutana na Mungu, wakati huo lazima Agano la Kale ulikuwa lazima kuwa kuna sadaka, kuwa kuna hekalu, lakini pia kuwa kuna kuhani mkuu. Wewe peke yako ulikuwa uwezi kuvuta uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika sasa hivi unakuwa kuna imani, roho, lakini pia ni mahali popote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Labda niseme kitu kimoja tu